za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Hoja za serikali. Waheshimiwa wabunge, nimuite sasa Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa ili aweze kutoa hotuba yake ya bajeti. Mheshimiwa Spika, kupokea taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na masuala ya ukimwi, naomba kwa mujibu wa kanuni za kudumu za Bunge toleo la mwaka 2023, Bunge lako likubali kupokea, kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka 2025-2026 na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na muktasari huu, naomba hotuba yangu yote yenye kurasa 287 iingie katika kumbukumbu za Bunge lako tukufu kama ilivyo katika kitabu kilichowasilishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuniwezesha kusimama mbele ya Bunge lako hili kwa namna ya pekee. Namshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Afya. Wizara hii inagusa uhai na ustawi wa kila Mtanzania bila kujali jinsia, umri, dini, kabila au hali ya kiuchumi. Ninatambua dhamana hii kubwa na ninaahidi kuitekeleza kwa uadilifu, uzalendo na uweledi wa hali ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuimarisha diplomasia ya afya na ushirikiano wa Tanzania na nchi rafiki, mashirika ya kimataifa na wadau wa maendeleo, hasa kipindi cha changamoto za ugharamiaji wa huduma za afya kutokana na mabadiliko ya sera za nje. Uongozi wake umehakikishia huduma za afya zinaendelea kutolewa bila kuathiri misingi ya urafiki, heshima na maslahi ya taifa letu. Kwa mtazamo wa Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, afya ya wananchi ni msingi wa maendeleo ya watu, na kwa mafunzo ya Nelson Mandela, heshima ya binadamu ni kiini cha taifa huru. Hivyo huduma ya afya tunayoijenga ni huduma ya utu, haki na maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuchaguliwa kwa awamu ya pili katika uchaguzi wa Oktoba 2025. Ushindi huo ni ishara ya imani ya wananchi kwa uongozi wake na serikali yake kwa ujumla. Nitaendelea kuibeba ajenda yake ya kuimarisha huduma ya afya nchini kwa kutambua kuwa afya ni mali na afya ni mtaji, na kwamba taifa lenye watu wenye afya ndio taifa lenye uwezo wa kuzalisha, kujitegemea na kusonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuwapongeza viongozi wakuu wa nchi kwa dhamana walizopewa. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa kuwa makamu wa rais, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kuchaguliwa rais wa Zanzibar, na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Naamini miongozo, maelekezo na busara zao zitaendelea kusaidia utekelezaji bora wa shughuli za serikali ikiwemo sekta ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakupongeza wewe na kumpongeza Mheshimiwa Spika kwa kuchaguliwa kuliongoza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa umahiri na uongozi thabiti unaozingatia kanuni. Nampongeza pia Naibu Spika Mheshimiwa Daniel Baran Silo, wenye viti wa kamati za kudumu za Bunge na waheshimiwa wabunge wote kwa dhamana ya kuwakilisha wananchi. Kipekee nawapongeza Mheshimiwa Dr. Johannes Lukumai, mbunge na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na masuala ya ukimwi, na Mheshimiwa Dr. Zeana Abdalla Hamid, makamu mwenyekiti, kwa ushauri wao katika kuboresha utendaji wa wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Afya itaendelea kupokea na kuzingatia ushauri wa Bunge katika kuboresha huduma za afya nchini. Namshukuru Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard na watumishi wote wa Bunge kwa ushirikiano wao. Vile vile
nampongeza Mheshimiwa Dr. Florence George Samizi, mbunge, kwa kuteuliwa kuwa naibu waziri wa afya, na ndugu Emmanuel Daudi Tayari kwa kuteuliwa kuwa naibu katibu mkuu anayeshughulikia dawa na vifaa tiba. Nawashukuru Dr. Saif Abdalla Shekelagi, katibu mkuu, ndugu Ismail Hassan Rumatila, naibu katibu mkuu, Dr. Grace Elias Magembe, mganga mkuu wa serikali, management ya wizara na watumishi wote wa sekta ya afya kwa uzalendo wao, kwa uweledi wao na kujitoa kwao katika kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, natoa shukrani kwa wizara na taasisi za serikali tunazoshirikiana nazo, ikiwemo Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Ofisi ya Waziri Mkuu, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na Wizara ya Maji. Ushirikiano wao umechangia upatikanaji wa rasilimali watu, fedha, uratibu wa sekta ya mtambuka, usimamizi wa huduma za afya msingi na masuala ya kisheria, masuala ya afya na mazingira na masuala ya maji safi na salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawashukuru wakurugenzi na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara, ikiwemo Bohari ya Dawa MSD, Mfuko wa Taifa ya Bima ya Afya NHIF, Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba TMDA, Taasisi ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, Taasisi ya Chakula na Lishe, Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, hospitali maalum, hospitali za kanda na hospitali za rufaa za mikoa, waganga wakuu wa mikoa na waganga wafawidhi kwenye halmashauri vyote na vituo vyote vya afya, zahanati na maeneo mbalimbali, vyuo vya mafunzo, bodi na mabaraza ya kitaaluma. Nawashukuru pia nchi rafiki, mashirika ya kimataifa, sekta binafsi, mashirika ya dini, asasi za kiraia, vyama vya kitaaluma na vyuo vya elimu kwa mchango wao katika kuimarisha huduma za afya, hususan afya msingi, miradi ya maendeleo na afua mbalimbali za afya nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa nawashukuru wananchi wa jimbo la Rufiji kwa imani yao na ushirikiano wao wanaonipatia, na waahidi kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa uadilifu na uzalendo ili kutekeleza ahadi na vipaumbele tulivyokubaliana kwa maslahi ya Rufiji na taifa kwa ujumla. Lakini pekee kabisa nimshukuru Dr. Saif Suleiman Rashid, mbunge mstaafu wa Rufiji na waziri wa afya mstaafu. Niwashukuru mawaziri wote wa afya ambao wameongozana nami, akiwemo Dr. Hamisi Kigwangalla na wengine waliowahi kutangulia kupita katika sekta hii ya afya. Nashukuru pia familia kwa upendo, uvumilivu, ushirikiano, dua na maombi yao wakati ninapotekeleza majukumu yangu ya kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa nitoe pole kwako binafsi, bunge lako tukufu, familia, ndugu, jamaa na marafiki na wananchi wote kwa kuondokewa na viongozi wetu wapendwa, wakiwemo Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, Mheshimiwa Halima Idi Nasor, Mwadhama Polikadnad Pengo, Mhashama Bernardine Francis Mfumbusa na viongozi wengine wa dini na madhehebu mbalimbali. Natoa pia pole kwa watumishi wa sekta ya afya waliopoteza wenza wao na Watanzania wote waliopoteza ndugu zao kutokana na magonjwa, kutokana na ajali na kutokana na majanga mbalimbali yanayoikumba nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee nitoe pole kwa mkuu wa mkoa wa Kigoma na wananchi wote walioguswa na ajali ya boti ya tarehe 13 mwezi Machi 2026 iliyosababisha sekta ya afya kupoteza watumishi 7 wa kada za afya waliokuwa kazini wakitekeleza majukumu yao. Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Amin. Mwenendo wa bajeti na utekelezaji wa majukumu ya sekta ya afya 2021 2022 hadi 2025 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imetekeleza majukumu yake kwa kuzingatia dira ya taifa 2050, mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa, sera ya afya ya mwaka 2007, ilani ya CCM ya mwaka 2025, HHSP na mpango mkakati wa muda wakati SDG 2030, pamoja na makubaliano ya kikanda na kimataifa lenye lengo la kuimarisha huduma za afya kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 2025 2026 wizara na taasisi zake zilikadiria kukusanya shilingi bilioni 819.98. Hadi kufikia Machi 2026 zilikusanya shilingi bilioni 593.85, sawa na asilimia 72.42 ya lengo. Kwa mwaka huo wizara
iliidhinishiwa shilingi trilioni 1.76 na hadi Machi 2026 imepokea shilingi trilioni 1.11 sawa na asilimia 63. Matumizi ya kawaida yaliyopokelewa ni asilimia 76 na miradi ya maendeleo ni asilimia 56. Fedha za nje kutoka Global Fund, Gavi, Benki ya Dunia, HBF, UNICEF, UNFPA na wadau wengine zinaendelea kusaidia kudhibiti na mapambano dhidi ya ukimwi, TB, malaria, chanjo, lishe, damu salama na afya ya mama na mtoto. Mafanikio ya sekta afya katika awamu ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha awamu ya 6, upatikanaji wa huduma ya afya umeongezeka kwa kasi. Vituo vya kutolea huduma za afya vimeongezeka kutoka 10,153 mwaka 2021-22 hadi 13,683 Machi 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 5 ya uongozi wake amejenga vituo vipya vya afya 3,530. Zahanati zimeongezeka kutoka 7,189 hadi 8,706. Vituo vya afya 956 hadi 1,359. Hospitali toka 404 hadi 475 na vituo vingine 1,604 hadi 3,143. Majengo mapya yameongezeka katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, Hospitali ya Kanda ya KCMC, Mbeya, Benjamin Mkapa, Bugando, Hospitali Maalum ya Afya ya Akili Mirembe, Hospitali Maalum ya Kifua Kikuu na Magonjwa Ambukizi ya Kibong'oto. Hospitali za Kanda, Mtwara na Chato. Serikali pia imejenga hospitali 10 mpya za rufaa za mikoa, kukarabati hospitali kongwe 50, kukamilisha maboma 980 ya zahanati, kujenga vituo vya afya 390, kuongeza mitambo ya oksijeni kutoka 25 hadi 61 na kujenga nyumba za watumishi zenye kuhudumia familia 540. Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma za dharura zimeimarishwa kwa kuongeza majengo ya dharura kutoka 7 hadi 125 kufikia Machi 2026 na kuzifikisha kwa mara ya kwanza hadi ngazi ya msingi ambako zaidi ya asilimia 80 ya Watanzania hupata huduma. Vitanda vya wagonjwa vimeongezeka kutoka 86,131 hadi 1,156,932 sawa na ongezeko la asilimia 82, na vitanda vya ICU vituo vya umma kutoka 258 hadi 1,647. Uwekezaji huu una maana ya kupokea wagonjwa kwa wakati, kupunguza msongamano na kuimarisha huduma kwa wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, afya ya uzazi, mama na mtoto imeimarishwa kwa kuongeza wodi za watoto wachanga kutoka 80 hadi 438, vituo vya upasuaji wa dharura kutoka 445 hadi 630 na vituo vya uchunguzi wa awali vya saratani ya mlango wa kizazi kutoka 732 hadi 1,700. Upatikanaji wa dawa muhimu za afya ya uzazi, mama na mtoto umefikia asilimia 85. Mafanikio haya yamechangia kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kutoka 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi vifo 104 mwaka 2022 na kuifanya Tanzania kutambuliwa barani Afrika kupitia uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo hivi karibuni Umoja wa Afrika ulimtunuku kuwa champion wa kupambana na vifo vya mama na watoto. Serikali imedhamiria kupunguza zaidi vifo hivyo kwa asilimia 50 ifikapo mwaka 2030 na kuvuka lengo la dunia ya chini ya vifo 70. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchunguzi, matibabu na huduma za kibingwa, serikali imenunua na kusimika vifaa vyenye thamani ya shilingi bilioni 241.6. MRI zimeongezeka kutoka 7 zilizokuwepo huko awali hadi 13, CT scan 12 hadi 45, digital x-ray 147 hadi 559, ultrasound 476 hadi 970, cath lab 1 hadi 4, mini angiosuit 5, fluoroscopy 14 na PET CT scan 1. Huduma za ubingwa na ubingwa bobezi zimeongezeka zikiwemo upandikizaji wa figo 170, uloto 57,
vifaa vya usikivu 102, nyonga za magoti 3037, upasuaji wa mgongo 1688, upasuaji wa ubongo kwa kufungua kichwa 1208, kuzibua mishipa ya moyo 2074, tiba ya mionzi ya ndani 10,056, immunotherapy 4024 na uchunguzi wa saratani kwa PET-CT kwa wagonjwa 731. Huduma hizi zimevutia wagonjwa 26,770 kutoka nchi jirani, hivyo kuimarisha tiba ya utalii na diplomasia ya afya duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, chanjo zimeendelea kuwa imara. Watoto waliopata pentavalent dozi ya 3 wameongezeka kutoka milioni 2,093,412 hadi milioni 3,186,979 sawa na ongezeko la 52.2%. Kwa kiwango cha chanjo kimepanda kutoka 93% hadi 96% juu ya lengo la kimataifa la 90%. Serikali imeratibu ununuzi wa dozi milioni 161,499,930 za chanjo zenye thamani ya shilingi bilioni 439.9, na ahadi Machi 2026 kulikuwa na dozi milioni 20,268,820 kwenye magala. Mheshimiwa Mwenyekiti, upatikanaji wa dawa na vifaa tiba upatikanaji wa dawa na bidhaa za afya umeimarika. Serikali imetoa shilingi trilioni 1.4 kupitia MSD. Kati yake shilingi bilioni 150 zililipia madeni na bilioni 141.9 zilitumika kugharamia dawa na kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, malaria na kifua kikuu, na trilioni 1.1 kwa bidhaa za afya za vituo. Viwanda vipya 11 vya dawa na vifaa tiba vimeanzishwa. TPI Arusha kinafufuliwa ili kuzalisha dawa za VVU, na lita milioni 1.45 za viadudu zenye thamani ya shilingi bilioni 17.5 zimesambazwa. Katika halmashauri 184, upatikanaji wa bidhaa muhimu 382 umeongezeka kutoka 58% mwaka 2021-2022 hadi 88% mwezi Machi 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, rasilimali watu zimeimarishwa kwa kuajiri wataalamu 53,633 kuanzia mwaka 2021 hadi mwezi Machi 2026 na kufanya watumishi wa afya kufikia 182,430. Watumishi 9,039 wameajiriwa kwa mkataba wa muda mfupi kupitia mapato ya ndani. Kupitia Samia Health Super Specialization Scholarship Program, wataalamu 2,982 wamepata mafunzo ya ubingwa na ubingwa bobezi ikilinganishwa na 961 katika kipindi cha 2016-2017 hadi 2020-2021. Bima ya afya kwa wote nayo imeanza baada ya sheria kupitishwa na bunge hili mwezi Novemba 2023 hadi mwezi Machi 2026. Serikali imetoa shilingi bilioni 48.8. Kaya 172,297 zimefikiwa na wananchi 463,228 wamesajiliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio haya si takwimu tu za majengo, vitanda, vifaa na huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio haya ni simulizi ya maisha yaliyookolewa, ni matumaini yaliyorejeshwa na utu wa Mtanzania uliolindwa. Kama ambavyo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliamini maendeleo ya kweli ni maendeleo ya watu, na kama Nelson Mandela alivyotufundisha, kwa heshima ya binadamu ndiyo msingi wa taifa huru. Kila zahanati iliyojengwa, kila hospitali iliyoboreshwa, kila mama aliyepata huduma salama na kila mgonjwa aliyepata huduma karibu na nyumbani ni ushahidi kuwa Tanzania inaendelea kujenga taifa lenye afya. Tanzania inaendelea kujenga taifa lenye usawa, na Tanzania inaendelea kujenga taifa lenye utu na matumaini. Utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Afya kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika udhibiti wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza, mzigo wa wagonjwa umeongezeka kutoka milioni 6,502,913 mwaka 2024-2025
hadi milioni 6,874,308 mwezi Machi 2026, na gharama kutoka shilingi trilioni 1.3 mwaka 2023 hadi shilingi trilioni 1.8 mwaka 2024. Wizara imeanzisha kliniki 130 za wagonjwa wa kisukari na shinikizo la damu na kufanya jumla kufikia 168. Huduma za dialysis zimefikia vituo 74 na kuhudumia wagonjwa 3,342. Huduma za saratani zimepanuliwa kutoka mwongozo wa bodi ya saratani, uchunguzi katika hospitali za rufaa za mikoa. Huduma zimepelekwa Mbeya, huduma zimepelekwa KCMC, huduma zimepelekwa Bugando na huduma zimepelekwa Mtwara, pamoja na uzalishaji wa dawa za uchunguzi na matibabu ya saratani kupitia cyclotron katika taasisi ya saratani ya Ocean Road. Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma za afya za akili zimefikia wateja 274,932. Vituo 16 za waraibu vimehudumiwa wateja 17,807 na upatikanaji wa dawa za afya ya akili umefikia wastani wa 75%. Huduma za sickle cell zimepanuliwa, watoto 17,245 wamepimwa, 369 wamegundulika kuwa na ugonjwa na 2,500 kuwa na vinasaba. Wagonjwa 42,564 wamehudumiwa na elimu imewafikia zaidi ya wananchi 29,000. Huduma za kinywa na meno zimeongezeka, viti 26 kufikia 900 na mashine za mionzi, wakati huduma za macho katika mikoa 15 zimewafikia watu 51,940 wakiwemo 17,697 waliofanyiwa upasuaji, 17,715 waliopata tiba dawa, 10,239 waliopata miwani na 6,289 na huduma nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika magonjwa ya kuambukiza watu milioni 1,624,907 kati ya takriban milioni 1,700,000 wanaoishi na VVU wanajua hali zao. Milioni 1,609,078 wameanza dawa za ARV na 98.1% waliopimwa wamefubaza makali ya virusi. Kwa wajawazito milioni 2,080,819 walipimwa VVU kwa mara ya kwanza na 11,445 walibainika kuwa na maambukizi ya VVU. Watoto 23,023 wenye miezi 18 walipimwa na 1,197 kuthibitika. Wajawazito milioni 1,995,822 walipimwa kaswende na 8,598 kati ya 8,684 walibainika kuwa na kaswende na walianzishiwa matibabu. Homa ya ini B, TB na ukoma vinaendelea kudhibitiwa, ambapo watumishi wa afya 13,646 wamekamilisha chanjo ya homa ya ini B. Visa 41,473 vya TB vimeibuliwa na visa 755 vya ukoma vimebainika. Mheshimiwa Mwenyekiti, malaria inaendelea kudhibitiwa kupitia vyandarua milioni 4,567,179, shilingi bilioni 5.5 vya viadudu na pampu 16,000 pamoja na ununuzi wa ALU RDT, Artesunate SP na Primaquine kwa lengo la zero malaria 2030. Magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele yanaendelea kushughulikiwa. Wananchi milioni 3,331,925 wamepata kinga-tiba ya usubi. Watoto milioni 10,414,632 ya minyoo. Watoto milioni 6,176,203 ya kichocho na wagonjwa 1,775 wa mabusha pamoja na 3,125 wa trakoma wamefanyiwa upasuaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma za kinga zimehusisha Penta 3 kwa watoto milioni 2,361,701, HPV kwa wasichana 866,299, Vitamin A kwa watoto milioni 9,115,501. Kampeni ya Mtu ni Afya, kaya zenye vyoo bora milioni 9,165,833. Wahudumu wa afya ngazi ya jamii 1,832 na kampeni ya Zijue Namba Zako. NIMRI imetekeleza miradi
119 kati ya 150, na ALDSR imeimarisha ufuatiliaji wa mlipuko. Kipindupindu kimedhibitiwa tangu tarehe 25 mwezi Februari 2026, na mwenyekiti, wewe ni shahidi, pamoja na mafuriko haya makubwa hatujapata kesi ngumu za kipindupindu, na visa 153 vya surua pamoja na 253 vya mpox viliripotiwa bila kifo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Public Health Emergency Operating Center, vituo vya kuratibu dharura za afya, imekamilika kuratibu dharura za afya. Wasafiri milioni 10,829,732 wamechunguzwa mipakani, 233 wakipelekwa kwa uchunguzi zaidi, 17,734 wamepata chanjo ya homa ya manjano, na ofisi mpya 3 za afya mipakani zimeanzishwa. Kwa huduma za tiba, mwaka 2025 2026 vituo vimeongezeka kutoka 12,846 hadi 13,683, sawa na asilimia 85 ya wananchi wanapata huduma ndani ya kilomita 5. Vitanda vimefika 156,932 na uwiano wa 2.3 kwa watu 1,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, takriban wagonjwa 1,996,862 wamehudumiwa kote nchini kwa mwaka mmoja. 35,260,883 ni wagonjwa wa nje, na 1,735,979 ni wagonjwa wa kulazwa. Magonjwa yaliyoongoza ni mfumo wa hewa, UTI, malaria, kuharisha, ngozi, shinikizo la damu na NCD na magonjwa mengine. Tiba asili imeimarishwa, dawa 48 zimesajiliwa, 6 zimepelekwa kwenye utafiti wa salama, 2 za kisukari zinafanyiwa utafiti wa ufanisi, na wagonjwa 648 wamehudumiwa katika hospitali jumuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma za ubingwa mwaka 2025-2026 zimewafikia wagonjwa milioni 4,02,137. Huduma kama IVF, upandikizaji wa figo, vifaa vya usikivu, puto tumboni, meno, goti au nyonga na uloto zimeokoa takriban shilingi bilioni 3.67 ambazo zingetumika nje. Madaktari bingwa wa Daktari Samia wamehudumia wagonjwa 55,300 katika halmashauri 184 na kujenga uwezo wa wataalamu 5,585. Huduma mkoba zimefikia wagonjwa 77,118, tiba utalii wagonjwa 3,018 na huduma nje ya nchi wagonjwa 4,363. Mheshimiwa Mwenyekiti, uuguzi na ukunga unaotoa takriban asilimia 80 ya huduma umeimarishwa kupitia mafunzo ya ukunga 1,850. Jumla waliopatiwa mafunzo ni 9,093 na vituo 5,884 vinatumia chati uchungu, na huduma ya mama mwambata imefikia vituo 1,244. Uhakiki ubora umeimarishwa kupitia maandalizi ya taasisi za ithibati, maabara zenye ithibati kuongezeka kutoka 90 hadi 102, maabara 5 za BSL-3 kujengewa uwezo na KCRI kutambuliwa na Umoja wa Afrika kwa vimelea hatarishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, damu salama imeimarika kwa chupa 273,105 kukusanywa, sawa na asilimia 82 ya lengo. Kanda 6 zina ithibati. Mpango wa Taifa wa Damu Salama umepata ISO 17043 na SANAZ na maabara za mkemia mkuu zinaendelea kushikilia ISO 17025.2017. Serikali pia imetoa shilingi bilioni 242.7 kwa ununuzi wa dawa kupitia MSD. Upatikanaji wa bidhaa 382 umefikia asilimia 88.8, na hatua za PIAT, Mloganzila Pharmaceutical and Medical Device Special Economic Zone, Bioequivalent Lab na ushirikiano na Sartorius zinaweka misingi ya kujitosheleza kwa bidhaa za afya nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma za afya ya uzazi, mama, mtoto na vijana mwaka 2025-2026 zimeimarika. Wanawake milioni 4,626,300
wamepata huduma za uzazi wa mpango. Vituo vya upasuaji wa dharura vimefikia 630. Wajawazito 2,218,640 walihudhuria kliniki, sawa na 98% ya waliojifungua vituoni. Na mashine tiba joto 392 zimesambazwa. Katika rasilimali watu, serikali imeajiri watumishi 5,000 na kufikisha jumla ya watumishi wa sekta ya afya 182,430. Wataalamu 9,039 wameajiriwa kwa mikataba, na Samia Health Super Specialization Program imefikisha jumla wanaofadhiliwa na serikali kupitia program hii ya Dr. Samia 1,483. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika TEHAMA wizara imetengeneza Health Data Universal API ili mifumo ya afya ibadilishane taarifa na kutoa rufaa kidijitali. EHMS imetumika katika hospitali zote 28 za rufaa za mikoa. Got Homies katika 96% ya vituo vya ngazi ya msingi, na kompyuta 2758 zimesambazwa katika mikoa yote 26. Bima ya afya kwa wote imeanza kwa kaya zisizo na uwezo, ambapo serikali imetoa shilingi bilioni 48.8. Kaya 172,297 zimefikiwa na wanufaika 463,228 wameanza kupata huduma. Mabaraza na bodi za kitaaluma yamesajili wataalamu 14,310. Maduka ya dawa 330, watarajali 3,004, vituo 3,643 vya kushughulikia mashauri 30, kutoa CPD kwa wataalamu 101,266 na kukagua vituo binafsi 654. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika miradi ya maendeleo, wizara imefuatilia miradi 40 ya ujenzi. Miradi 27 ipo katika hospitali za rufaa za mikoa na 13 katika hospitali ya taifa maalum na kanda. Miradi 7 imefikia zaidi ya 90%, miradi 8 wastani wa 70%, mradi mmoja 45%, na mradi 25 ipo hatua za awali. Miradi hii inahusisha majengo ya huduma za mionzi, wagonjwa wa nje, damu salama, dharura, ICU, mama na mtoto, pamoja na hospitali na huduma nyingine muhimu 36. Serikali imefanya tathmini ya hospitali ya taifa ya Muhimbili na kubaini changamoto za uchakavu wa miundombinu, kutawanyika kwa majengo, gharama kubwa za uendeshaji na mazingira yasiyoruhusu maboresho ya kudumu ya huduma ya ubobezi na teknolojia ya kisasa. Mwaka 2018, wakati wa serikali ya awamu ya 5, bunge la 11, serikali ilianzisha mchakato wa ujenzi wa Muhimbili mpya, ambapo serikali inapanga kujenga Muhimbili mpya ndani ya miaka 5 kwa gharama ya shilingi trilioni 1.2, ambapo shilingi bilioni 908.6 ni mkopo wenye masharti nafuu na shilingi bilioni 292 ni mchango wa serikali. Mchango huu wa serikali ni kupitia maandalizi ya eneo, lakini pia sehemu ya fedha hizi ni misamaha ya kodi, ushuru na tozo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulinganifu wa gharama na miradi 16 kutoka nchi 15 umeonyesha kuwa Muhimbili mpya yenye eneo la mita za mraba 115,015 itagharimu dola za Kimarekani 1,819 kwa mita za mraba, ikilinganishwa na dola 3,000 mpaka 7,000 kwa mita za mraba katika mataifa mengine kote duniani. Hivyo Tanzania itapata hospitali kubwa kwa gharama nafuu chini ya wastani wa 42% ya hospitali hiyo itapanda, na hospitali hiyo itapanda kutoka ngazi ya 3 kwenda ngazi ya 4 ya huduma kwa vigezo vya kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa Muhimbili mpya si mradi wa afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa Muhimbili mpya si mradi wa afya pekee, bali ni uwekezaji wa kimkakati katika uchumi wa kisasa. Utapunguza rufaa nje, utaongeza tiba utalii, utavutia wawekezaji, mashirika ya kimataifa na vipaji adimu, na utaifanya Tanzania
kuwa ni kitovu cha huduma za afya, biashara na uwekezaji wa kikanda. Kwa ujumla, utekelezaji huu unaonyesha dhamira ya serikali kujenga mfumo wa afya unaojali kinga, kujenga mfumo wa afya unaojali ubora, kujenga mfumo wa afya unaokwenda kuongeza upatikanaji wa huduma, kujitegemea kwa bidhaa za afya, matumizi ya teknolojia na ustawi wa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuhitimisha sehemu hii, mwelekeo wa sekta ya afya haujajengwa juu ya takwimu peke yake, bali juu ya wajibu wa kulinda utu wa mwananchi. Tunapoongeza hospitali, tunasogeza haki. Tunapozalisha dawa nchini, tunajenga uhuru wa afya. Tunapounganisha mifumo ya tehama, tunaharakisha maamuzi ya kuokoa maisha. Na tunaposisitiza ubora, tunathibitisha kuwa kila Mtanzania anastahili kuhudumiwa kwa heshima. Hii ndio falsafa ya maendeleo ya watu ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliisimamia, na ndiyo roho ya utu ambayo Nelson Mandela aliikumbusha dunia. Maeneo mahususi ya msisitizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, wakati wa hotuba yake ya kuzindua bunge hili, wizara inaendelea kuboresha utoaji wa huduma za afya nchini kwa kuweka mkazo katika maeneo mahususi ambayo ni kuboresha mifumo ya ugharamiaji wa huduma za afya, kuhakikisha upatikanaji wa dawa, vifaa na vifaa tiba na vitendanishi, na kuimarisha mifumo ya tehama ili iweze kusomana na kupunguza muda mrefu ambao mteja anatumia kupata huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusaini sheria ya bima ya afya kwa wote na usajili wa wanachama kuanza rasmi Januari 2026, hatua inayoendelea ni maboresho ya mifumo ya utoaji wa huduma, kuendelea kusajili wananchi wasio na uwezo kupitia kaya na kuendelea kutoa elimu ya bima ya afya kwa wananchi ili wawe na uelewa wa dhana ya bima ya afya na kujiunga na mifumo ya bima ya afya iliyopo nchini. Hatua hii ni mageuzi makubwa ya kihistoria yanayoweka bayana ukweli kuwa afya si fadhila, afya si bahati, afya si upendeleo, bali ni haki ya msingi ya kila Mtanzania. Napenda kulifahamisha bunge lako tukufu kuwa bima ya afya kwa wote si mradi wa wizara pekee, bali ni ahadi ya Mheshimiwa Rais kwa taifa na wananchi wake, lakini pia ni ukumbusho wa misingi ya mapambano ya adui wa taifa letu iliyotolewa na baba wa taifa kuhusu ujinga, maradhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia agizo la Mheshimiwa Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuimarisha uwezo wa nchi katika kuzalisha bidhaa za afya ili kufika azma ya kujitosheleza kwa 80% ifikapo mwaka 2030, wizara itaendelea kukiwezesha kikosi kazi maalum cha Pharmaceutical Investment Acceleration Task Force PIAT kwa ajili ya kuratibu, kuwezesha na kuharakisha uwekezaji wa viwanda vipya vya bidhaa za afya nchini. Aidha, wizara itaendelea kuhamasisha uwekezaji wa ndani na nje ya nchi pamoja na kuweka mazingira rafiki na wezeshi ikiwemo upatikanaji wa ardhi na miundombinu muhimu ili kuwavutia wawekezaji katika ujenzi wa viwanda vya bidhaa za afya na kupunguza utegemezi kutoka nje. Ndani ya wizara, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaamini wakati ni sasa katika kuhakikisha suala la kuimarisha viwanda vya ndani na uwezeshaji wa uzalishaji wa ndani si maneno tu, bali ni dhamira thabiti ya serikali. Wizara imejipanga kuhakikisha MSD inanunua kwanza dawa zinazozalishwa ndani zinazokidhi vigezo vya TMDA kabla ya kwenda kununua nje ya nchi. Lazima tuchukue hatua za ukweli na uwazi ili kuimarisha na kulinda uzalishaji wa dawa nchini. Na kwenye hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara haita compromise hata kidogo. Nitumie nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuwaalika wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi kuchangamkia fursa hii ya kuwekeza katika viwanda vya bidhaa za afya ili kuunga mkono juhudi na maono ya Mheshimiwa Rais wa kupunguza utegemezi wa bidhaa za afya nje ya nchi, kwani dawa ni tiba, dawa ni ulinzi, na dawa ni usalama wa wananchi
na usalama wa taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu kwa mifumo ya TEHAMA katika utoaji wa huduma za afya ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha huduma bora zinatolewa kwa wananchi. Ili kuhakikisha hilo, wizara itaendelea kuhakikisha mifumo ya kielektroniki iliyopo katika sekta ya afya inasomana na kubadilishana taarifa pamoja na kuwezesha kutuma, kupokea na kutunza taarifa za wagonjwa katika hospitali za umma na binafsi, kutoka rufaa ya kidijitali na kuwezesha upatikanaji wa taarifa kwenye mifumo mingine inayohitaji taarifa muhimu. Kusimamia matumizi ya mifumo ya TEHAMA katika kuleta ufanisi ni kutafsiri kwa vitendo maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kutaka mifumo ya serikali kuwa ni michache na yenye kusomana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara ipo kwenye hatua za awali ya uanzishaji wa chombo cha kutoa ithibati ya ubora wa huduma katika vituo vyote vya kutolea huduma vya umma na binafsi. Hatua hii itaimarisha ubora wa huduma za afya nchini kwa kuzingatia uwekezaji uliofanywa na serikali kwenye vituo vya hivyo na kuwezesha huduma zinazotolewa katika vituo vyetu kutambulika kikanda na kutambulika kimataifa. Kupitia chombo hiki, wizara imedhamiria kutoa huduma bora za afya kwa wananchi, ikiwemo kupunguza muda wa mgonjwa kwa kusubiri huduma na kuhakikisha matumizi ya lugha zenye staha kwa wagonjwa. Vile vile, ithibati zitakazotolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya zitawezesha kuvutia wagonjwa kutoka nje ya nchi, hivyo kuimarisha tiba utalii. Malengo yetu ni kuhakikisha kwamba vituo vyote vya kutolea huduma za afya kuanzia ngazi ya rufaa, mkoa hadi taifa vinapata ithibati ya ubora ifikapo 2030. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuhitimisha eneo hili, maeneo mahususi ya msisitizo yanaonyesha wazi kuwa safari ya sekta ya afya katika kipindi kijacho haitajengwa tena kwa kuongeza huduma pekee, bali kwa kuhakikisha huduma hizo zinakuwa ni huduma endelevu zenye ubora, zinazofikiwa na kila mwananchi na zinazolinda utu wa kila mgonjwa. Bima ya afya kwa wote inaleta usawa na inalinda familia dhidi ya umaskini unaotokana na gharama za matibabu. Uzalishaji wa dawa na bidhaa za afya nchini unaleta kujitegemea, ajira na usalama wa taifa. Mifumo ya TEHAMA inaleta ufanisi, inapunguza urasimu na inaharakisha maamuzi ya kitabibu. Na ithibati ya ubora inaleta heshima, uwajibikaji na ushindani wa huduma tunazozitoa kitaifa, kikanda na kimataifa. Falsafa inayotuongoza ni rahisi, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini yenye maana kubwa. Afya ya mwananchi si gharama, bali ni uwekezaji. Dawa si bidhaa ya kawaida, bali ni tiba. Ulinzi na usalama, taarifa za mgonjwa si makaratasi, ni maisha yanayohitaji uamuzi wa haraka. Na ubora wa huduma si anasa, ni haki ya msingi ya Mtanzania. Haya ndiyo mageuzi tunayoyasimamia leo. Afya iwe haki, dawa zizalishwe nyumbani, huduma ziwe za kidijitali, vituo viwe na ubora unaotambulika, na kila mgonjwa ahudumiwe kwa heshima. Huu si mpango wa kisekta. Hii ni ahadi ya taifa letu kwa watu wake, kwamba hakuna Mtanzania atakayeachwa nyuma katika kupata huduma bora za afya, na kwamba Tanzania yenye afya bora ndio msingi wa Tanzania yenye uchumi imara, utu, matumaini na maendeleo endelevu. Vipaumbele vya mpango wa bajeti, mapato na matumizi ya kawaida, miradi ya maendeleo vya Wizara ya Afya kwa mwaka 2026 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, vipaumbele na mpango wa Wizara ya Afya kwa mwaka 2026 2027 umezingatia mipango ya kitaifa na kisekta, ikiwemo Dira ya Taifa 2050, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi mkuu wa mwaka 2025 2030, hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kufungua bunge lako tukufu la 13, sera ya afya na mipango mkakati ya sekta ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha malengo hayo yanafikiwa, wizara kwa mwaka wa fedha 2026 2027 imepanga kutekeleza vipaumbele 11 vya kimkakati pamoja na afua zake zinazolenga kuleta maboresho makubwa katika sekta ya afya kama ifuatavyo: 1. Kuimarisha ubora za huduma za afya
ili kukidhi viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa, kuvijengea uwezo vituo vya kutolea huduma, kufanya tathmini ya ubora na kupata ithibati, kuharakisha uanzishwaji wa taasisi za ndani ya ithibati, kusimamia maadili, usajili wa wataalamu na ukaguzi shirikishi wa vyuo na vituo, na kuimarisha huduma kwa mteja ikiwemo muda wa kusubiri, mfumo wa malalamiko na usalama wa huduma. 2. Kuimarisha mfumo wa ugharamiaji wa huduma za afya na utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Kuimarisha ugharamiaji kwa kutumia vyanzo vya ndani, kusajili wananchi wa kaya zenye uwezo na zisizo na uwezo, kutoa elimu kwa jamii wajiunge na bima, kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi na kufuatilia utekelezaji wa sera ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030 na mpango mkakati wa muda wa kati. Lakini 3 ni kuwezesha uwekezaji wa viwanda vya ndani, kuimarisha uzalishaji wa bidhaa za afya na kupunguza utegemezi wa nje ya nchi kwa kujenga maabara ya kisasa ya utafiti wa dawa bioequivalent lab, kuwekeza katika uzalishaji wa dawa za ukimwi katika kiwanja cha TPI na kuvutia wawekezaji wengine, kuboresha mifumo ya maoteo, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa dawa, kuratibu majukwaa ya wawekezaji na kudhibiti usugu wa vimelea dhidi ya dawa na matumizi sahihi ya antibiotic. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu bunge lako tukufu kwamba wizara tayari imekwisha zindua Mloganzila Pharmaceutical Hub, yani kongani ya viwanda ya Mloganzila, na kulitaarifu bunge lako kwamba hivi nimesimama tayari wawekezaji wanaendelea na ujenzi wa viwanda. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara na serikali imejipanga vizuri kwamba leo hii uzalishaji wa dawa ni 16% tu, lakini nalitaarifu bunge lako tukufu kwamba kwa mikakati na mipango tuliyoiweka, ifikapo mwaka 2030 wizara imeamua kwamba ni lazima taifa letu liweze kuzalisha dawa lenyewe kwa 80%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuimarisha mifumo ya matumizi ya tehama, kuhakikisha upatikanaji na ubora wa huduma, kuimarisha mifumo ya kielektroniki katika vituo ili iweze kusomana na kubadilishana taarifa, ikiwemo afya mtandao, teleradiology, teleconsultation, kituo kikuu cha kuhifadhi taarifa Center Data Depository, kuondokana na matumizi ya karatasi katika ukusanyaji wa takwimu na kuimarisha matumizi ya akili unde katika utoaji wa huduma za afya. 5. Kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza na kuambukiza, ya mlipuko na yasiyokuwa hayapewi kipaumbele, pamoja na lishe na usafi wa mazingira. Lakini kuhamasisha jamii kupima afya mapema, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu pia bunge lako tukufu kwamba hivi karibuni wizara imebuni programu mpya inayotambulika kwamba Ijue Namba Yako, imekwisha zinduliwa katika kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko, kujenga miundombinu kujenga miundombinu ya kuwatenga wahisiwa mipakani, kukamilisha vituo vya umahiri wa elimu ya afya kwa umma na kutekeleza mpango jumuishi wa huduma za afya ngazi ya jamii, ikiwemo nafasi 8,000 za ajira mpya. Lakini kuboresha huduma za chanjo kwa mfumo wa kielektroniki, majokofu na vifaa vya kufuatilia jotoridi, kutoa kinga tiba ya trakoma, matende na mabusha katika halmashauri 19, pamoja na huduma za utengamao na kuendelea na afua za lishe za vyakula vilivyoongezwa virutubisho, kupambana na utapiamlo, kuimarisha utafiti wa matokeo ya tafiti za afya, ubunifu na teknolojia, kuratibu utafiti katika vituo, taasisi na vyuo vinavyolenga changamoto za afya nchini, kutoa huduma kwa kuzingatia ushahidi wa kisayansi na kukamilisha tafiti zinazoendelea, pamoja na kuanza tafiti mpya katika kinga, tiba, utengamao, mafunzo, dawa na mifumo ya afya, kuimarisha huduma za ukunga, afya ya uzazi, mama na mtoto, kupunguza vifo vya watoto wachanga na vitokanavyo na uzazi, kuhakikisha upatikanaji wa dawa na bidhaa za afya ya uzazi, mama na mtoto, kuongeza vituo vya huduma za watoto wachanga, wagonjwa na waliozaliwa na vituo na uzito mpungufu, vituo vya kujifungua na huduma rafiki kwa vijana, na kuimarisha matumizi ya chati uchungu iliyoboreshwa, pamoja na vyumba vya kujifungulia kwa huduma ya mwambata.
Lakini 8 ni kuimarisha upatikanaji wa uendelezaji wa wataalamu wa sekta ya afya kwa fani ya kati, ubingwa na ubingwa bobezi, kuongeza programu ya mafunzo ya ubingwa na ubingwa bobezi kwa uratibu wa muda mrefu wa SETI, kusimamia ubora wa mafunzo kwa vyuo vya umma na binafsi pamoja na mafunzo wa vitendo, kuendelea kuajiri watumishi wa ajira ya kudumu na mkataba, na kuimarisha miradi ya ujenzi wa miundombinu katika vyuo vya afya. Lakini 9 ni kuimarisha afua za tiba asili na tiba mbadala, kuwajengea uwezo wa wataalamu, kuongeza wigo wa huduma za tiba asili kwenye mfumo rasmi, kuanzisha mashamba ya miti dawa kwa kila kanda kwa uzalishaji endelevu, kununua eneo la kujenga kituo cha umahiri cha tiba asili mkoani Dodoma, na kushirikiana na mataifa na taasisi za kimataifa zilizopiga hatua kwenye teknolojia ya tiba asili na tiba mbadala. Lakini 10 ni kuimarisha huduma za tiba, ubingwa na ubingwa bobezi na kuvutia tiba utalii nchini, kuendelea kutoa huduma za ubingwa na ubingwa bobezi katika hospitali za rufaa za mikoa, kanda maalum na taifa, kuanzisha huduma mpya za kibobezi, kupunguza rufaa nje ya nchi, kuendeleza kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki cha matibabu ya moyo na mishipa ya damu, upatikizaji wa figo na uloto, kuanzisha kituo cha umahiri cha wagonjwa kinywa na meno, kuongeza huduma za ubingwa katika hospitali za rufaa za mikoa kutoka 8 hadi 17 na huduma 5 katika hospitali za halmashauri, kuimarisha huduma za uchunguzi kwa vifaa na vitendanishi vya kisasa, damu salama, uhandisi na matengenezo ya vifaa tiba, na kuimarisha miundombinu ya utoaji huduma katika hospitali zote za rufaa. Na 9 ni kuimarisha huduma za afya ya akili na utengamao, hususan kwa watoto, wazee na watu wenye ulemavu, kuandaa mpango mkakati wa afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na jamii utakaohusisha kinga, tiba na utengamao, kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa sekta ya afya, kukuza usalama na ustawi wa kiakili, na kuimarisha huduma za afya ya akili, kisaikolojia, utengamao na huduma za wazee katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Maombi ya fedha kwa mwaka 2026 2027, makadirio ya makusanyo na maduhuri kwa mwaka 26 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 2027, wizara na hospitali zilizo chini yake inakadiriwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 747 milioni 291,299 na senti 81. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 76 milioni 195,850,735 na senti 53 zinatarajiwa kukusanywa kutoka vyanzo vya ndani vya makao makuu ya wizara. Shilingi bilioni 165 milioni 804,149,264 na senti 47 kutoka hospitali za rufaa za mikoa, na kiasi cha shilingi bilioni 505 milioni 291,299 na senti 81 kutoka taasisi hospitali ya taifa maalum na kanda. Matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 2027, wizara imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 652 milioni 236,871,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hii ni sawa na asilimia 36 ya bajeti iliyotengwa, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 516 milioni 323,356,000 ni mishahara ya watumishi wa wizara, hospitali na taasisi zilizo chini yake, na kiasi cha shilingi bilioni 135 milioni 913,515,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 2027, wizara imepanga kutumia kiasi cha shilingi trilioni 1 bilioni 148 na milioni 25,187,000 ikiwa ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hii ni sawa na asilimia 64 ya bajeti iliyotengwa. Kati ya fedha hizo, fedha za ndani ni kiasi cha shilingi bilioni 789 milioni 458,600,009 na fedha za nje ni shilingi bilioni 358,566,578,000. Na nitarejea, shilingi bilioni 358 milioni 566,578,000 ikiwa ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya fedha zote zinazoombwa na wizara ni kiasi cha shilingi trilioni 1
bilioni 800 milioni 262 na elfu 58 ili kuweza kutekeleza malengo na vipaumbele iliyojiwekea. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya Wizara ya Afya www.moh.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyotangulia kusema, hotuba yangu ina jumla ya kurasa 287. Ninakuomba uridhie bunge lako tukufu sehemu ya hotuba katika yale ambayo sijasema iwe ni sehemu ya kumbukumbu rasmi za bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo haya, kwa heshima kubwa na kwa maamuzi rasmi ya kwenda kuhakikisha tunalinda utu wa Mtanzania, ninaomba kutoa hoja. Asante sana kwa nafasi hii.